tazameni sisi na watoto ambao Bwana ametupa tu ishara kwenu. Popote pale ambapo mnatufuatilia au mnatutazama, kama vile tulivyoona Mungu alivyomtuma Yona mwana wa Amitai akapaze sauti Ninawi, ndivyo Bwana ametaka tupaze sauti na kuambia watu tuketi katika mavazi ya magunia tukilia na kuomboleza, kwa maana sauti ya matoazi na sauti ya vinubi imekoma katika ulimwengu, kwa maana ni wakati wa mapatilizo, ni wakati wa kulipa kisasi juu ya adui za Bwana. Hivyo ukiwa unataka uepukane na hali ya kutana na mkono wa Mungu wa ghadhabu na hasira yake, basi inakupasa ujumuike kwa kuhakikisha unaketi katika mavazi ya magunia, wewe na familia yako na nyumba yako, ili ukapate kutubu na kuomba msamaha. Kwa maana ni wale tu waliofuata na kusikiliza sauti ya Mungu aliposema na mzee Nuhu, wakakubali kujenga safina, ndio walikuwa salama katika safina, pasipo madhara na shida yoyote ya gharika ambao lilikabili katika nyakati zile walizokuwepo kizazi kile. Basi na kizazi hichi yapo mengi ambayo Bwana amekusudia ayaachilie katika kizazi hichi. Basi na kuhusia na kushauri na kueleza kwamba yanakuja ambayo hayapendezi, hayawezi yakakufurahisha, ambayo yanasikitisha na kuhuzunisha. Basi kwa sababu hiyo Bwana akatuambia katika kitabu cha Yeremia 4:8, kwa sababu hiyo jifungeni nguo za magunia viunoni mwenu, mkalie kwa uchungu, kwa maana hasira kali ya Bwana haikugeuka na kuiacha dunia. Hivyo wakati wa Ninawi walivaa mavazi ya magunia, kuanzia mdogo mpaka mkubwa hadi mnyama, akafunga akaomba. Mungu akagairi yale ambayo alikuwa ameazimia kuyaachilia Ninawi. Basi na wewe kama unataka Mungu agairi, usiwe mmoja wapo wa ambalo shoka limekwisha wekwa katika mashina ya mti, ili kila mtu usiyotaka kuzaa toba na kukaa katika mavazi ya hali halisi ya namna ambavyo dunia iko katika hali ya maombolezo, basi moja kwa moja inakupasa ujue kwamba unatakiwa uishi kulingana na neno la wakati na majira inavyotaka tupate kuyatenda. Basi sisi kama unayetuona mahali hapa ni ishara kwenu. Kama tumevaa haya, je, ninyi msipovaa hali yenu itakuwaje? Itakuwa mbaya basi sana. Basi chukua hatua ili uweze kuepukana na ghadhabu na hasira ya Mungu. Na watu wote tupate kusema amina. Amen.